Wengine wanasema kwenye kanisa letu hakunaga kunena kwa lugha. Wewe ni muongo. Wewe ni muongo na haulijui kanisa Katoliki. Hulijui. Ukiona mtu anakuambia kanisa Katoliki hamna kunena kwa lugha, ni muongo. Halijui kanisa Katoliki. Hakuna mahala Wakatoliki tumekatazwa kunena kwa lugha. Hakuna. Ila tunafundishwa kunena kwa lugha kama ninavyoendelea kufundisha mahali hapa. Jambo la pili ambalo linaweza likatokea, kuna wakati msukumo wa kunena kwa lugha utakuijia ukiwa mahala popote pale. Msukumo wa kunena kwa lugha unaweza ukakuijia ukiwa mahala popote pale. Msukumo wa kunena kwa lugha unaweza ukakuijia ukiwa mahala popote pale. Unaweza ukawa labda upo kwenye gari umekaa, unashangaa tu ghafla huko moyoni sauti inaanza kunena kwa lugha. Kwa mfano, kuna wakati mimi nakuaga na safiri, niko kwenye basi, ghafla nashangaa naanza kusikia msukumo fulani moyoni, hali fulani na nikeleketa moyoni ninene kwa lugha. Naanza tu kunena, unajikuta nimenena hata masaa matatu, hata safari nzima nanena tu mpaka tunafika, nanena tu kwa lugha na sichoki, siishiwi maneno, kwa sababu siombi mimi muda huo. Ni Roho Mtakatifu, mimi nimemwachia tu uhuru. Tumia Baba, huu mwili ni wako, tumia Baba, tumia. Kuna wakati naweza nikawa naenda sehemu, natembea barabarani, najisikia tu kunena. Kwa unakuta natembea naenda sehemu, huku njiani natembea huku nanena kwa lugha. Na unaweza ukakutana na mimi ukanisalimia hata nisikuitikie, kwa sababu unaona utaniconfuse kwenye kunena kwa lugha. Hujasoma kwenye Biblia, kuna watu Mungu alikuwa anawaambia na kutuma sehemu fulani usisalimiane na mtu njiani. Kwa kuna wakati Mungu kabisa anakunyima hata kusalimiana na watu. Unatembea tu hivi barabarani, unanena tu huku moyoni, kwa siri unanena tu moyoni. Kwa pia Mungu akikupa uwezo wa kunena kwa lugha, ukijikuta ghafla unatembea, hayo maombi yanakuijia moyoni, usiyazuie, jiachie kwa Bwana, kwa sababu ni Roho Mtakatifu anakuwa anaomba. Na anapokuletea msukumo wa kunena namna hiyo, jua kuna jambo la siri kwenye ulimwengu wa roho anakuwa analishughulikia. Na ndio maana tuliambiwa anayenena uzungumza na roho mambo ya sirini. Kwa kuna jambo la sirini anakuwa analishughulikia. Baadaye utaona matokeo yake, ndio utaelewa, kumbe ni kwa nini nilikuwa nanena kwa lugha muda ule. Nakumbuka kuna mtu mmoja alikuwaga anataka kwenda kuoga. Yuko tu anajisikia kunena kwa lugha huko, anasubiri yale maji yawe